Halo ndugu watazamaji, leo tunaenda kuangalia matunda 10 yanayosaidia kutibu chunusi. Lishe ina mchango mkubwa katika afya ya ngozi na kudhibiti chunusi. Kuna matunda ambayo yana virutubisho vinavyosaidia kupunguza uchochezi wa ngozi, kusafisha sumu mwilini na kuboresha hali ya ngozi kwa ujumla. Hebu sasa leo tutaangalia matunda 10 ambayo ukiyatumia vizuri yanaweza kukusaidia katika kutibu chunusi na kufanya kuwa na ngozi nzuri na nyororo. Yafuatayo ni matunda 10 ambayo yanaweza kukusaidia katika kutibu chunusi. Katika kuelezea kila tunda nitakuelezea kwa nini linasaidia kutibu chunusi, lakini pia nitakuelezea jinsi gani unavyoweza kutumia hilo tunda katika kutibu hizo chunusi. Tunda la kwanza ambalo linaweza kusaidia katika kutibu chunusi ni tunda la papai. Kwa Kiingereza linaloitwa pawpaw. Papai linasaidia kutibu chunusi kwa sababu lina enzymes inaitwa papain, ambayo husaidia kuvunja protein na kuondoa seli zilizokufa kwenye ngozi. Lakini pia papai lina vitamini A na C nyingi zinazosaidia kupunguza uchochezi na kuboresha afya ya ngozi. Jinsi ya kutumia papai kutibu chunusi: kwanza, kula papai bichi au lililoiva mara kwa mara. Pili, saga kipande cha papai na paka kwenye uso kama maski kwa dakika 15 hadi 20 kisha suuza kwa maji ya uvuguvugu. Tunda la pili ambalo unaweza kutumia kutibu chunusi ni tunda la ndimu au limao. Ndimu kwa maana ya lime au limao kwa maana ya lemon. Kwa nini? Kwa nini limao linasaidia kutibu chunusi? Kwa sababu lina kiwango kikubwa cha vitamini C na asidi ya citric ambayo husaidia kuua bakteria wanaosababisha chunusi na kuondoa mafuta mengi usoni. Pili, limao husaidia kupunguza chunusi kwa sababu husaidia pia kung'arisha ngozi na kupunguza alama za chunusi. Jinsi ya kutumia limao kutibu chunusi: kwanza, kunywa maji ya ndimu na maji ya uvuguvugu asubuhi. Pili, paka maji ya limao moja kwa moja kwenye chunusi kwa pamba na acha kwa dakika 10 kabla ya kuosha. Tunda la tatu ambalo unaweza kulitumia kutibu chunusi ni tunda la parachichi kwa maana ya Kiingereza avocado. Tunda hili husaidia kutibu chunusi. Kwanza, lina mafuta mazuri ya vitamini E ambayo husaidia kupunguza uchochezi na kuweka ngozi laini na yenye unyevu. Pili, lina antioxidant zinazolinda ngozi dhidi ya uharibifu. Jinsi ya kutumia parachichi kutibu chunusi: kwanza, kula parachichi mara kwa mara. Pili, saga parachichi na paka kama maski usoni, acha kwa dakika 20 kisha suuza. Tunda la 4 ambalo linaweza kusaidia kutibu chunusi ni tunda la tikiti maji, yani watermelon. Tikiti maji au watermelon linasaidia kutibu chunusi katika namna mbili. Kwanza, lina maji mengi yanayosaidia kuondoa sumu mwilini. Pili, lina kitu kinachoitwa lycopene na vitamini A vinavyopunguza uchochezi wa ngozi. Jinsi ya kutumia tikiti maji kutibu chunusi: kwanza, kula vipande vya tikiti maji mara kwa mara. Pili, paka juisi ya tikiti usoni kwa kutumia pamba, acha kwa dakika 15 kabla ya kuosha. Tunda la 5 ambalo linaweza kusaidia kutibu chunusi ni tunda la nanasi, kwa Kiingereza pineapple. Tunda hili linaweza kusaidia kutibu chunusi katika namna mbili. Kwanza, lina enzymes ya bromelain inayopunguza uvimbe na uchochezi. Pili, lina vitamini C ambayo husaidia kuponya ngozi na kupunguza makovu ya chunusi. Jinsi ya kutumia nanasi kutibu chunusi: kwanza, kula nanasi mbichi mara kwa mara. Pili, paka juisi ya nanasi kwenye ngozi ya chunusi, acha kwa dakika 10 kisha suuza. Tunda la 6 ambalo unaweza kutumia kutibu chunusi ni tunda la mapela au kwa Kiingereza linaitwa guava. Tunda mapela husaidia kutibu chunusi kwa sababu moja, lina vitamini C mara 4 zaidi ya chungwa, kwa hiyo mapela yana vitamini C nyingi sana. Pili, husaidia kuboresha kinga ya ngozi na kuzuia bakteria wanaosababisha chunusi. Jinsi ya kutumia mapela kutibu chunusi: kwanza, kula matunda ya mapela kila siku kama unaweza basi au mara nyingi. Lakini pili, saga majani ya mpela na maji kidogo, paka kwenye chunusi, acha kwa dakika 20 kisha suuza.
Tunda la 7 ambalo unaweza kutumia kutibu chunusi ni tunda la tofaa au apple. Tunda hili linasaidia kupunguza chunusi kwa namna mbili. Kwanza lina antioxidant na kitu kinachoitwa pectin, lakini pia lina nyuzi inayosaidia kusafisha sumu mwilini. Lakini pia tofaa au apple huondoa uchafu unaosababisha chunusi. Jinsi ya kutumia tofaa kutibu chunusi: kwanza, kula tofaa kila siku likiwa na ngozi yake. Lakini pili, unaweza ukasaga tofaa, ukachanganya na asali, alafu ukapaka usoni kama maski, alafu ukaacha kwa dakika 15 kabla ya kuosha. Tunda la 8 ambalo unaweza kutumia kutibu chunusi ni tunda la zabibu au grapes. Hili linatibu chunusi kwa sababu kwanza lina antioxidant kama kitu kinaitwa resveratrol zinazosaidia kupunguza uchochezi na kupunguza dalili za chunusi. Pili, lina vitamini C kwa afya ya ngozi. Jinsi ya kutumia zabibu au grapes kwa ajili ya kutibu chunusi: kwanza, kula zabibu kila siku au kula zabibu mara kwa mara. Au unaweza ukasaga zabibu chache, paka juisi yake usoni kwa dakika 15 kisha suuza. Tunda la 9 ambalo unaweza ukatumia kutibu chunusi ni tunda la embe au mango kwa Kiingereza. Embe linasaidia kutibu chunusi kwa sababu lina vitamini A na beta carotene ambazo husaidia kuondoa mafuta mengi usoni na kusafisha vinyweleo. Pili, huongeza kinga ya ngozi dhidi ya uchochezi. Kwa hiyo embe linasaidia kutibu chunusi katika namna hizo mbili. Jinsi ya kutumia embe kutibu chunusi ni kwamba kwanza unatakiwa kula embe mara kwa mara au kila siku kama unaweza. Lakini pia unaweza ukasaga embe na ukapaka usoni kwa dakika 20 kama maski. Tunda la mwisho ambalo tunaweza kujadili leo linalohusiana na kutibu chunusi ni tunda la chungwa au orange. Chungwa inasaidia kutibu chunusi kwa sababu lina vitamini C na asidi ya asili, na vitamini C na asidi ya asili inayosaidia kung'arisha ngozi na kuondoa bakteria. Pili, husaidia pia kuondoa mafuta mengi usoni. Hiyo ni chungwa hilo na vitamini C, lakini pia husaidia kuondoa mafuta mengi usoni. Jinsi ya kutumia chungwa kutibu chunusi: kwanza, kunywa juisi ya machungwa isiyo na sukari kila siku au mara nyingi kadri unavyoweza. Lakini pia unaweza ukasaga maganda ya chungwa, ukachanganya na maji kidogo, ukapaka usoni kama scrub mara 2 kwa wiki. Matunda haya si tu yanaongeza afya ya mwili kwa ujumla, bali yana uwezo wa kutibu na kudhibiti chunusi kwa njia za asili. Kwa matokeo bora, unaweza kuchanganya matumizi ya kula matunda haya pamoja na matumizi ya nje kama maski au scrub. Kwa hiyo hayo ndio matunda 10 niliyokutajia, ambayo kwa haraka yake naweza kutaja ni kwamba kuna chungwa hapa, kuna embe, kuna zabibu, kuna tofaa, kuna mapela, kuna nanasi, kuna tikiti maji au watermelon, au kuna parachichi, kuna ndimu, lime au limau lemon, na pia kuna papai. Haya matunda yanaweza kusaidia katika mchakato wako wa kutibu chunusi kama una chunusi, na nimekuelezea kwa nini yanasaidia kutibu chunusi, lakini pia jinsi gani unaweza ukatumia kila tunda kutibu chunusi. Kwa leo tuishie hapa. Usisahau kusubscribe katika channel yetu. Mpaka wakati mwingine, bye bye.